Kwa mara nyingine tena, ndugu zangu wapendwa, watoto wa Mungu na watakatifu wa Mungu, na wasalimu katika jina kuu la Yesu Kristo, jina takatifu, jina tuliopewa kuokolewa kwalo, jina la ajabu ambalo kila goti lazima lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tumekutana tena kwa mara nyingine kwa ajili ya neno la siku mahali hapa. Mungu aliyetuumba ana haja nasi. Na sasa napenda tuombe. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa mara nyingine tena, siku ya leo njema uliyoifanya. Tumekusanyika ili tusikie neno lako la siku, tutafakari wema wako na ukuu wako na matendo yako ya ajabu. Kwa kuwa Mungu ni Mungu wa ajabu, matendo yako ya kipekee. Jifunue, turudishe mahali petu ulipotutia, ulipotuchagulia na ulipotuweka, ili kutoka hapo tuende nawe kwa ukamilifu katika njia zetu zote, katika jina la Yesu. Ninaomba, sema nasi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana majeshi asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kutukutanisha kwa ajili ya kipindi hiki cha neno la siku katika TV hii ya Sibuka na Radio FM Lindi FM. Popote ulipo, ninakualika tushirikiane pamoja kutafakari neno la Mungu. Leo tutakuwa neno la siku linalosema Mungu anatafuta mtu. Mungu anatafuta mtu. Mtu mwaminifu. Mtu atakayemtumikia kwa ukamilifu na uaminifu siku zetu za mwisho. Mungu anatafuta mtu. Nitasoma neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ile ya 6 kuanzia mstari ule wa 10, mstari wa 6. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa. Midomo yako na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Mungu anatafuta mtu wa namna gani? Mtu aliyetakaswa, mtu mtakatifu, mtu safi, mtu asiyejichanganya, mtu asiye na michanganyo, mtu asiye wa dunia hii, mtu aliyejitenga na dunia kabisa, mtu anayemwisha Mungu, mtu mtiifu na mnyenyekevu kwa neno lake. Huyo Mungu anamtafuta. Ni mtu ambaye amemwandaa. Kazi hii tulionayo na maisha ya wokovu tunayopokea kwa Yesu Kristo ni maisha ya kipekee, maisha bora ya kimbingu, maisha matakatifu. Tunatakaswa kwa damu iliyomwagika msalabani. Tunafanywa kuwa viumbe vipya. Tunabadilishwa kuwa mfano wa Mungu. Tunazaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, kama maandiko matakatifu yanavyosema. Na neno la Mungu tunapolisikia na kuhubiri, linatuzaa mara ya pili, linatubadilisha, linatufufua, linatutoa kwa wafu, linatubadilisha, linatuhuisha, linaturejesha mahali tunapostahili kuwa, linatufanya upya, linatuokoa. Huyo ndio Mungu anamtafuta kwa kazi yake. Tumeumbwa kwa kusudi lake, ndugu yangu. Tupo kwa ajili yake. Tunaishi katika ulimwengu ambao sasa ni ulimwengu wa mashaka na wasiwasi
juu ya maisha ya kimungu kwa watu wanaoishi duniani, na hasa wale walioitwa kwa jina la Yesu, waliomgeukia Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Maisha ya wokovu ni maisha ya kujitenga na dhambi kabisa. Maisha ya kumngoja Yesu katika utakatifu. Maisha ya kutafuta kwa bidii kuwa mtakatifu. Kujitakasa. Kujisafisha. Kuwa safi. Kuepuka unafiki, ufisadi, mawazo machafu, uadui, uongo, uzushi, na kuwa safi kwa Mungu. Ndio maisha tulioitiwa kujitakasa. Katika Timotheo wa pili, Biblia inatuambia maneno makubwa muhimu yasemayo hivi. Mstari wa 20. Labda nianzie mbali sana. 15. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutayari kulitumia neno la kweli kwa halali, neno la kweli. Narudia mstari huo. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Leo watu wadanganyifu, waongo. Utakuta ni mtu anajiita mwokoka lakini mwongo. Anaweza kutunga uongo tu mpaka unashangaa. Anatengeneza maneno ya uongo kabisa. Hao alafu anasema na mcha Mungu, sio kweli. Ninaendelea. Na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwao hao wamo Himenayo na Fileto, walikosa ile kweli wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwako, hata hupindua imani ya watu kadha wa kadha. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii: Bwana wajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana auache uovu. Kila atajaye jina Mungu aache uovu. Kila anayesema nimeokoka aache uovu. Kila anayesema kwamba mimi nimeacha dhambi aache uovu. Unaona? Hayo ndio maisha ya watakatifu, maisha wanaokwenda mbinguni, kujitenga na uovu. Isaya kule tukusoma nyuma, yeye alifikiri yeye ni mtakatifu na mcha Mungu. Kumbe na maneno machafu, kinywa chake kinanena uongo na maneno machafu, uzushi, kutunga mambo, maneno. Kumbe ni mchafu. Mstari 20 hapa katika Timotheo ya pili 2:20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu, fedha tu, bali na vya miti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Vingine havina heshima. Kwa nini? Vimejidhalilisha kwa tabia zake, havina heshima. Ni vidhaifu, ni vipungufu, vina michanganyo, vina dosari. Mstari 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Atakayejitenga na waovu na uovu, atakuwa chombo cha kupata heshima. Atakuwa mtu wa kupata heshima, kuheshimiwa hata na jamii, kuheshimiwa hata na watakatifu wenzake, kuheshimiwa hata na dunia. Watu wanaona huyu mtu anatufaa, wanastahili kufanya 1, 2, 3. Ndio maana kama ni mtu wa Mungu, mpaka hata ofisini kwako uonekane mtu mwenye heshima. Kwa nini? Ni mtakatifu wa Mungu. Umejitenga na dunia na tabia zote za kidunia na uovu wote, unamwishia Mungu kikamilifu.
wewe ni balozi wa Mungu hapo. Aidha unapofanya kazi, unapoishi mitaani, naona unapofanya biashara, popote unapokuwepo, unakuwa mwakilishi wa Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Anasema huyu atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Wokovu sio mchanganyiko wa mambo, ni maisha safi ya mabadiliko na kuendelea kumwishia Mungu kwa kikamilifu na ushuhuda kwa watu. Ukivuta watu kwa Yesu baada ya kuwavuta watu kwa dunia, uko na uhakika wa unachosema na unachoishi, sio kuwababaisha watu. Huyu anachosema mbona anaishi tofauti? Unakuwa na uhakika watu wanakutegemea, wanakuamini kwamba anachosema ndicho anachoishi, ndicho anachokifanya. Kwa watu wanaanza kuiga, wanaanza kujifunza. Anasema atakuwa chombo cha kupata heshima, kimfacho Bwana. Nirudi katika ile Isaya 6. Tuone sasa Isaya alipotakaswa kinywa chake, Mungu akasikia sauti. Uwezi kusikia sauti ya Mungu akikuongoza kama ukiwa na mchanganyiko. Kuna watu wengine wanasema Mungu amesema nami, kumbe sio Mungu, ni mawazo yao. Unajua kuna roho 3 zinazofanya kazi. Kuna roho ya binadamu, kuna roho ya Mungu, kuna roho ya shetani. Mungu anaweza kusema mtu anaweza kusema Mungu amesema nami, kumbe ni roho yake tu, ni matashi yake tu, ni mawazo yake tu, ni fikra zake tu, ni matakwa yake tu. Au anaweza kusema Mungu amesema nami, kumbe amesema ni roho ya shetani ilimvaa, imemtumia kufuatana michanganyo na maisha yasiyonyooka. Alafu kuna roho ya Mungu. Roho ya Mungu inatekeleza mapenzi ya Mungu makamilifu bila kuchanganya. Sasa Isaya aliposafishwa na ile kala moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Injili. Neno la Mungu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, ni mfano wa moto, hutakasa, husafisha tabia za watu. Ukimruhusu Roho Mtakatifu kweli kweli na kwa unyenyekevu, bila kujifanya umjuzi, atasema nawe, atasema hapa maisha yako si safi, hapo umesema uongo, hili unalo unajifanya. Sasa sikia, huyu ndugu yetu alipotakaswa, ndipo nasikia sauti. Mstari wa 8, kisha nikasikia sauti ya Bwana baada ya kutakaswa. Wengi tunaenda kwa mawazo yetu, tunasema ni Bwana, lakini maisha yetu ni machafu. Huwezi kusema ni Bwana alafu matendo yako yako tofauti mitaani. Watu wakaona tofauti, na si unamcha Mungu lakini wanaona wewe ni dhalimu, ni dhurumati, ni mwongo. Uko unasema mimi ni mtu wa Mungu na Mungu anasemaga na mimi, kumbe wapi asemi na wewe. Ni mawazo unayatunga ya kwamba watu wakuamini na mwisho wakutegemee au wakufuate, kumbe ni mwongo. Matendo yako huwa inakuwa dhahiri, unajulikana kwa matendo. Ndio maana mtu wa Mungu upaswi kumwamini tu mtu, fuatilia matendo yake. Hata angesema Mungu anasema naye, hata angesema anahubiri vipi, hata angesema anafundishwa vipi, hata angejiita mchungaji, hata angejiita mtume, sio nabii, fuatilia matendo yake ya mwili kila siku. Utaona yanapishana kabisa na neno la Mungu na kweli anayesema ya Mungu kwamba ni mtu wa Mungu. Huyu alipotakaswa, anasema ndipo aliposikia sauti ya Mungu. Mungu husema na watakatifu, husema nao, huwaongoza. Na watakatifu husikia sauti ya Mungu, ndio maana hawezi kubisha. Wanaweza kupambanua sauti ya Mungu na sauti ya wanadamu na sauti za shetani. Ndio maana mtu wa Mungu kweli kweli huwezi kumdanganya. Japo kwa wakati mwingine hawezi kukupinga, lakini moyoni anasema huyu ni mwongo tu. Ni mwongo tu. Lakini anadanganya watu. Mtu wa Mungu hawezi kudanganywa, huwezi kumdanganya, hata kutambua. Kwanza kitazama uso wako tu, ataona ulivyo pauka. Unaonyesha
picha nyingine sio ya kile unachosema cha Mungu. Ndio maana ni faida sana kujaa Roho Mtakatifu na kutembea chini ya Roho Mtakatifu. Utasikia, utatambua, sio rahisi kudanganywa. Naam. Nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Utashangaa aliposema nitume ni Mungu akubisha. Maana Mungu ukisema nitume anatazama moyo. Alafu utafikiri utaondoka kabla hata hajakwambia fanya hivi, utaondoka mwenyewe. Utaenda kufanya kwa mazoea unavyofanya. Na vitu vitaonekana kwamba vya Mungu, kumbe si vya Mungu. Na ukitaka vitu vya Mungu huwa vinakaa kwa watu, haviondoki. Au havikasirishi moyo wa mtu. Mtu mwongo, mzushi, wakisema vitu vya Mungu, ndani Roho Mtakatifu ukasirika kwa watu wa roho. Ukasirika kabisa. Maana ni makufuru. Huwezi kuwa unaishi na maisha mabaya, ya ulaghai, ya uongo, ya ubishi, pengine ni mtumishi wa Mungu, alafu nawaambia watu Mungu anawapenda na nini, na mimi ni mtumishi wa Mungu. Mna Roho wa Mungu hukasirika. Mwisho akamwambia 9, naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Kwa nini? Mioyo yao wamekaza kufanya wanaotaka. Lakini kwa kuwa Mungu huwezi kumdanganya, ndio maana anazungumza umuhimu wa usafi. Kwa sababu Mungu hutazama moyo. Napozungumza anatazama moyo. Anaangalia kweli anachosema ndivyo alivyo. Ni msafi. Anaishi moyo wa kunipenda kweli na kujitoa kwangu kikamilifu. Au na wadanganya watu tu. Na ndio maana napozungumza nichunguze. Mchunguza anayezungumza. Na ukikuta ana dosari, mweleze. Kama ni mtu wa Mungu, atakubali, atashukuru, alafu atasema ndugu yangu nisamehe, au nisaidie, niombee. Kwa nini? Mtu wa Mungu anakwenda mbinguni. Ndivyo walivyo watu wa Mungu. Huyu alipojiona Yesaya kwamba kumba na midomo michafu, alipokutana Mungu uso kwa uso, Mungu akamulikisha uovu wake wote, kama vile Roho Mtakatifu hata sasa anaweza kusema nao kwamba leo neno hili, jichunguze, unatoka nyumbani kwako, unaenda kazini kwako, kwenye shughuli zako labda, au biashara, au popote, moyo wako si safi. Utaondokaje hapo bila kutubu na kujitakasa? Maandiko yanasema aliye mtakatifu azidi kujitakasa, na mwovu atazidi kufanya maovu. Sasa ndugu yangu, kama nilivyosema, Mungu anatafuta mtu wa kumtuma, mtu wa kumtumia, mtu wa kufanya kazi pamoja nawe. Hakikisha maisha yako yote ni ya kweli, umeokoka kweli, unampenda Mungu kweli, unamwishia Mungu kweli. Huchanganyi mambo. Hukumu inakuja, na Yesu amekaribia kuliko tulivyodhani. Na hitaji ni kubwa. Mungu anataka watu waaminifu, watu wa kweli, watu wa kutumainiwa na jamii na kusaidia jamii mambo ya kiroho, waweze kwenda mbinguni. Na wewe ndiye umeokoka au umekiri wokovu, au unasema ni mtumishi wa Mungu. Kama ni injili, hubiri injili ya kweli, injili ya kweli. Kama una uchuku, umepokea roho ya Mungu, hutatulia,
hutawacha wenye dhambi ukanyamaza. Utahubiri bila kuchoka. Utawashuhudia wamjue Mungu. Yesu anatafuta mashahidi. Katika Matendo 1:8, Yesu anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Uyahudi ni mfano wake ni mahali pale unapoishi wewe mwenyewe. Kuanzia pale watu wakutambue kwanza kwamba umeokoka, lakini la pili useme nao habari za wokovu. Kwa sababu wokovu ni ujumbe mzuri unaotakiwa kwa watu wote ili wasiangamie. Kwa kuto kusema na watu habari za kuokoka, unaonyesha ukatili mkubwa kwao. Kwa sababu wewe umepata siri jinsi ya kutoka dhambini na kuingia kwa Mungu. Mungu amekupa neema hii ili uitoe kwa wengine. Ndio maana anasema Yesu, mtakuwa mashahidi wangu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kufanya ulimwengu mgeukie Yesu Kristo. Ndio maana anasema mtapokea nguvu akisha kuwa juu yenu. Hata Yesu, unakumbuka ndugu yangu, siku lepo alipojaa Roho Mtakatifu ndipo alipotoka kwanza kazi. Na unaweza kusoma maandiko haya katika Mathayo 4, unaweza kusoma katika Luka 4, utaona jinsi Yesu alivyojaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa sio kukaa ndani, sio kusema nimeokoka tu. Alikuwa wa kazi ya Yesu, ambayo Yesu anasema ni kubwa, anataka watenda kazi. Sasa wewe usipohubiri wengine ukangoja waje wenyewe, hueleweki kabisa katika ufalme wa Mungu. Unasikitisha, unashangaza. Kama kweli ni mtumishi wa Mungu, hubiri injili ya kweli, ishi maisha ya kweli, waambie watu wengine habari za wokovu wa kweli. Tena zalisha watoto wa kweli, kwa sababu unavyoishi wewe ndivyo wanaokufuata watakapokuwa. Kama ni mwongo, ni mwovu, ni mzushi, huko nakiri wokovu, ndivyo watakapokuwa. Lakini kama unataka kujenga kanisa la Yesu Kristo, kama una hofu ya Mungu kweli kweli, lazima utaishi maisha safi ya kweli, sio ya mchanganyo. Maisha matakatifu, ili uhubiri injili ya kweli inayobadilisha maisha ya watu ya kweli, inayozalisha watu imara thabiti katika imani, watakatifu wanaompenda Mungu, sio wanaochanganya maisha. Leo unaweza kuangalia wakati Mungu akutana wa Kristo wengine, maisha yao utafikiri watu wa dunia kabisa, tabia zao, mienendo na matendo. Kumbe wanafuata baba yao au aliowalea au aliofundisha au aliohubiri. Lakini kama maisha safi, watajengwa na msingi imara, watapokea injili, wataisambaza. Kwa kawaida, kama roho ya Mungu iko ndani yako, kama ni mtumishi wa Mungu wa kweli au ni mshiriki wa kweli, kila unayemshuhudia utapanda mbegu ile ushuhuda. Ushuhuda ni kitambulisho cha pili kuonyesha mtu aliokoka. Mtu yote aliye na maisha kona hawezi kushuhudia, kwa sababu ana hofu, kwa sababu watu wanajua tabia zake. Kwa hawezi kuwashuhudia, hasa wa nyumbani mwake na majirani. Labda atashuhudia kule mbali ambako wamfahamu, huko ndio atasema sana kwa ujasiri na mbele ya watu wasiomjua. Lakini wale wamjua hana ujasiri kabisa. Na hata akitaka kufanya kama ahubiri au afundisha au ushuhudie, watu watamkosoa. Wengine wanasema niwe kama wewe, wokovu ndivyo ulivyo. Kwa ndugu yangu, katika neno la siku, Mungu anatafuta mtu mtakatifu, mtu aliyejitakasa, mtu atakaofaa kwa kila kazi iliyo njema, mtu atakaotegemewa na Mungu katika kizazi hiki cha uharibifu
Leo uharibifu na michanganyo ya watu wanaojisikia wameokoka ni aibu tupu. Wengine wameinua mikono, wamesalenda kwa maovu. Ibilisi ameshawapiga kabisa. Wokovu ni maisha imara thabiti, maisha ya ushindi, ambayo daima unapaswa uishi kwa nguvu za Mungu unazozitegemea na kuzikusanya kila siku. Mtu wa Mungu wa kweli huomba bila kukoma. Neno la Mungu ndio maisha yake, chakula cha kiroho. Maombi ndio pumzi ya uhai kwake. Kama vile hawezi kuishi bila kupumua, angefunga pua hivi na mdomo, lazima ataanguka tu kama atoi upepo na kutoa hewa na kuvuta. Mtu ameumbwa kuvuta hewa na kutoa. Sasa kifungwa lazima ataanguka, kifungwa. Sasa maombi ni pumzi ya uhai kwa mtu wa kiroho. Kama vile hawezi kufunga mdomo na pua, hawezi kuacha kuomba. Kwa sababu anajua kuomba ndio kunamfanya aishi. Ni maisha ya kiroho, maisha ya kupumua uhai, uzima, kuvuta hewa na kutoa. Kwa Mungu anatafuta mtu, uwe mmoja wapo, kijana mmoja wapo, binti mmoja wapo, baba mmoja wapo, mtumishi mmoja wapo wa mtu anayefaa kwa Mungu, amemfaa Mungu. Anasema mtu huyu atakuwa chombo cha kupata heshima kimfacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi njema. Yani kimetengenezwa kwa ustadi, kwa ukamilifu. Roho Mtakatifu anapomwokoa mtu, anamwokoa kwa ukamilifu, haachi sehemu. Anahakikisha kabisa huyu amebadilika, amepokea kila kilicho cha Mungu ndani yake, alafu anaanza safari ya kujifunza njia za Mungu kila siku kwa kulisoma neno la Mungu na kuliishi. Nirudie kusoma ule mstari katika Timotheo wa pili, sura ya pili. Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 20. Anasema 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao wengine hao wenye michanganyo, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kimetengenezwa kimfaa Mungu kwa kila kazi. Kuhubiri kinamfaa, ushuhuda, maisha kinamfaa. Kinafaa kwa kila kazi iliyo njema. Ufae kwa maisha yako yote. Katika kusema kwako, kuishi kwako, kuwaza kwako, kuwe katika maisha matakatifu. Kwa sababu Mungu hutazama moyo wa mtu. Zingatia leo, tafakari leo. Mungu anatafuta mtu wa kumtuma, mtu wa kumtumia, mtu wa kufanya naye kazi, mtu mtakatifu. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Zingatia jambo hili na Bwana Mungu akujalie. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru, asante mno kwa neno hili. Tujalie kukupenda na kukupendeza, na kuzaa matunda ya pasayo toba, tuwe vyombo vya kufaa kwa ajili ya kizazi kilichoharibika, kukirejesha kwako kwa ukamilifu kabla ya kuja kwako. Bariki msikilizaji wangu huyu, neema yako juu yake. Mjalie kuishi utakavyo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Na mweka kwako nikiamini amesikia neno hili na limemsaidia na Roho Mtakatifu. Naomba endelee kusema naye siku zote na katika shughuli zake. Kwa jina lake Yesu, amen. Mungu akubariki. Mchana mwema.
Sibuka TV.